Kama walivyosema kuwa elimu ndio uti wa mgongo. Right Reverend Daktari George Mechumo, ambaye pia ndiye askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana, kwa ushirikiano na familia yake pamoja na kanisa hilo la Kianglikana jimbo la Bungoma, kwa mara ya kwanza kabisa askofu amezindua kitabu inayokwenda kwa jina Target of Siblings Rivalry, yani mzozo unaoshuhudiwa mtaani kwenye familia mbalimbali, hususan kwa wale ambao kwa kiwango wamekwisha fanikiwa. Kitabu hiki tumekiandika katika sehemu tatu. Kitu cha kwanza tumeangalia zile vita ambazo zinasidishwa katika ukoo mbalimbali katika bara Afrika, na sehemu ya pili ni kuangalia namna uongozi wa jamii nyingi sana katika bara Afrika zinakosa kupata mwelekeo hasa ambao unahitajika. Sehemu ya tatu ni kuweza kutoa wito ili watu waweze kujifunza neno la Mungu na wapate mwongozo na maelekezi ya kanisa ili ikaweze kujaribu kuleta uhusiano wa karibu katika jamii mbalimbali katika bara Afrika. Kufuatia mzozo wa familia nyingi humu nchini, Askofu Mechumo aliona ya kuwa itakuwa ni bora zaidi kuweza kuelimisha watu kufuatia utata na mvutano unaoshuhudiwa, ili kwamba iwapo kuna mtu ambaye amekwisha fanikiwa katika jamii, ni jukumu la wakazi kuacha kumtupia jicho na badala yake kumshika mkono ili awe mbaraka katika jamii. Nikiwa mchungaji na askofu, nimekutana na watu wengi sana ambao wanalia shida ambazo zinatokana na uongozi wa ukoo, na sana sana wengine na hasa wale ambao ni mayatima pamoja na wale ambao ni wajane wameweza kupoteza mali baada ya baba na tena baada ya ume wao kuweza kuaga dunia, na mambo hayo yametokana na zaidi watu wawili mmoja katika ukoo, na nikaona ya kwamba inatakikana sana sisi kama watu ambao tumeona mbele na tumekuwa viongozi katika jamii tuweze kulisungumzia swala hili, maana ni wakati umefika. Mambo mengi sana yanayohusiana na jamii basi tumeweza kuyatatua kupitia kwa kitabu hiki, na sana sana tukileta neno la Mungu ili liweze kuwa ndicho kipimo cha uadilifu wa jamii na mwelekeo ambao unahitajika ili watu wa Mungu waweze kuadilika. Hata hivyo, viongozi mbalimbali wa kidini waliofika katika hafla hiyo ya uzinduzi wa kitabu hicho walimiminia askofu sifa teletele, wakisema kuwa kwa bidii yake na kusema kuwa kitabu hicho Target of Siblings Rivalry ina elimu ya kimsingi katika jamii. As someone who is involved with missions, the mission department, I'm impressed because it tackles so many things concerning the mission of the church. The book talks so much about sibling rivalry, things to do with envy, greed, pride, injustices. It will help a lot of people in opening up their minds about what goes on in our families. Ni kitabu ambacho natazamia kukisoma ili kuweza kupata mtazamo ambao ameuweka au ameunakili askofu katika kitabu hiki kuhusu mizozo inayotukumba kama familia, mizozo ambayo inatukumba kama jamii, mizozo ambayo inatukumba kama kanisa na vile vile kama taifa la Kenya. Nafikiri ni kitabu ambacho kitaweza kutupa mtazamo tofauti. Haya mambo ambayo baba askofu ameweza kuyaguzia hapa na pale ni mambo ambayo yamekita mizizi hasa sehemu yetu ya magharibi, hasa sana sana mila na desturi zetu. Unapata saa zingine zinaachana na neno la Mungu na zinafanya hata zile familia ambazo zimeendelea, wale ambao tunawaita kwa Kiingereza the breadwinners katika familia, huyo mtu upatwa na vita kwa familia, majanga yakitokea, yeye anatoa, anasaidiana, lakini unapata hiyo vita ambayo anakutana saa zingine zinamrudisha chini. Lakini unapata akiwa ni mtu ambaye anashiriki katika kanisa la Mungu, yeye huweza kuendelea zaidi na kutoa baraka zaidi. Kwenye hafla hiyo vile Askofu Mechumo alitaka wanasiasa kuacha tabia ya cheche za matusi kwenye jukwaa na badala yake kuhubiri jumbe za amani itakayoleta matamanio kwa uchaguzi wa mwaka 2027. Njia ya kuuza sera
na tena njia ya kuambia Wakenya namna utakavyoongoza utakapochukuliwa ndiyo njia iliyo nzuri sana ambayo inaweza kupelekea mtu apate kuchaguliwa na aweze kuwa katika nyadhifa ile yoyote. Kwa hivyo sisi kama kanisa tunataka watu wadumisha amani, tunataka watu waheshimiane, na tena kila mtu afanye shughuli zake za kuuza sera kwa njia ya amani bila udanganyifu, na tena kuleta mambo ambayo haitakuwa inachangia amani na utulivu wa taifa hili la Kenya. Sani Matano, Mpakani TV, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma.